Kumbuka hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Israeli na taifa la Iran, ambavyo kila siku zinavyozidi kwenda basi imeendelea kuleta athari kubwa sana kwa wananchi na kwa mataifa haya kiujumla. Na miongoni mwa taarifa tuliyoko nayo ni kwamba jeshi la Israeli wao wamesema kwamba wamemuua afisa wa ngazi ya juu wa Iran anayesimamia uratibu wa kijeshi, ambapo wametuhumu ni uratibu wa kijeshi wa kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas katika shambulio kwenye eneo la Qom kusini mwa Tehran. Na kwenye taarifa jeshi hilo limesema kuwa ndege za kivita za Israeli zililenga na kumuua kamanda wa kikosi cha Quds cha Palestina Said Izad, ambaye pia ni mratibu mkuu kati ya utawala wa Iran na kundi la kigaidi la Hamas. Wakati huo jengo la makazi kaskazini mwa Israeli limelengwa na droni baada ya jeshi kuripoti kuhusu uvamizi katika bonde la Beit Shean, na haya ni kwa mujibu wa mashuhuda. Aidha, huduma ya kitaifa ya dharura ya matibabu ya Israeli imethibitisha kuhusu tukio hilo na kuongeza kuwa timu zake za uokoaji hazikupata majeruhi wowote zilipowasili eneo la tukio. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa taifa la Iran Abbas Araghchi ameeleza kuwa yuko tayari kufanya mazungumzo na Israeli, lakini akasema Israeli inapaswa kusitisha mashambulizi kwanza. Kauli hiyo ameitoa kwenye kikao cha mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu mjini Istanbul. Anasema diplomasia imefanya kazi huko nyuma na inaweza kufanya kazi katika siku zijazo, lakini uchokozi lazima ukomeshwe kabla ya kurejea kwenye diplomasia. Tuko tayari kwa suluhu la mazungumzo kama mwaka 2015. Araghchi pia alisema anaona uwezekano wa Marekani kujiunga na mashambulizi dhidi ya Iran kuwa hatari sana. Itakuwa ni bahati mbaya sana na hatari sana kwa kila mtu ikiwa Marekani itajiunga na mashambulizi ya Israeli dhidi ya Iran. Vilevile, Urusi iko tayari kama hapo awali kuisaidia Iran katika kujenga upya vituo vya amani vya nyuklia vilivyoharibiwa na mashambulizi ya Israeli. Mkuu wa Rosatom Alexei Likachev anasema. Likachev alisema Ujerumani imekitekeleza kituo cha nishati ya nyuklia cha Bushehr kilichoharibiwa lakini kilirejeshwa baadaye na wataalamu wa Urusi. Anasema iliingia katika kitovu cha operesheni za kijeshi, ilikuwa imechakaa, tukaikamilisha. Tuna uzoefu wa kuisaidia Iran katika nyakati ngumu katika urejeshaji na ujenzi wa vituo vya nyuklia. Tulifanya ujuzi wa kiufundi katika kuunga mkono washirika wetu wa Iran na marafiki zetu. Kwa kawaida tuko tayari kufanya hivi katika siku zijazo. Vile Moscow inatekeleza kwa utiifu mkubwa mkataba wa ushirikiano wa kimkakati wa Russia na Iran, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka katika Mashariki ya Kati na mzozo wa Iran na Israeli. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia Maria Zakharova anawaambia waandishi wa habari kwenye kongamano la kiuchumi la kimataifa la St. Petersburg. Lakini kwa upande wa Uturuki, kupitia kwa waziri wake wa mambo ya nje wa taifa hilo, huyu ni Hakan Fidan, anasema kwa kuishambulia Iran, Israeli ilifikisha Mashariki ya Kati kwenye kilele cha maafa makubwa. Anasema Israeli kwa kushambulia jirani yetu Iran sasa inaweka eneo hilo kwenye ukingo wa maafa makubwa. Tunalaani mashambulizi haya huku kukiwa na mazungumzo yanayoendelea kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Kipaumbele cha kwanza cha jumuiya ya kimataifa lazima kiwe kuzuia kuongezeka kwa ghasia hizi. Israeli inaendelea kuwashambulia watu wa Palestina, sio tu Gaza lakini pia ukingo wa Magharibi unageuka kuwa eneo la vita. Lengo la Israeli ni kuwafukuza wa Palestina kutoka nyumbani mwao na kuondokana na wazo la kuachiliwa huru kwa mapigano ya kudumu ya mataifa mawili na wafungwa na ufikiaji usiozuiliwa wa kibinadamu kwa Gaza. Tunaunga mkono kwa nguvu mazungumzo ambayo yanaendelea kufikia lengo hili. Kwa mujibu wa televisheni ya NTV, mawaziri wa mambo ya nje wa OIC watafanya mkutano maalum kuhusu Iran ikiwa ni sehemu ya mkataba wao. Mkuu wa majenerali wa Israeli Eyal Zamir amewaonya Waisraeli kwamba kampeni dhidi ya Iran inaweza kuwa ndefu. Anasema tunajiandaa kwa matukio mbalimbali yanayoweza kutokea. Tumeanzisha kampeni tata zaidi katika historia yetu ili kuondoa tishio la ukubwa huo dhidi ya adui wa aina hiyo. Lazima tuwe tayari kwa kampeni ya muda mrefu, alisema. IDF, vikosi vya ulinzi vya Israeli, vimejiandaa. Vile Urusi ina wasiwasi mkubwa kuhusu kile kinachotokea karibu na vituo vya nyuklia vya Iran sasa na nini kinaweza kusababisha. Tuna wasiwasi sana kuhusu kile kinachotokea karibu na vituo vya nyuklia vya Iran. Nina wasiwasi kuhusu nini kinaweza kusababisha. Hali hii bila shaka inahitaji si tu umakini wetu wa matukio yanayojiri, lakini pia kutafuta suluhu ikiwezekana kwa njia ya amani katika nyanja zote. Nasema hivi kwa dhati, kwa kiasi fulani ndio sababu tumekusanyika hapa, Putin alihitimisha huku watazamaji wakimshangilia. Lakini mwamba huyo wa Urusi yako mengi sana ambayo amezungumza kuhusiana na taifa la Iran, na hii yote ni katika kile ambacho wengi walikuwa wanasubiria labda waone Urusi, kwa sababu wana ushirika wa karibu na Iran,
anaweza akafanya kitu. Na rais huyo anatumai kwa dhati kwamba Israeli haiko makini kuhusu vitisho vyake dhidi ya kiongozi wa kiroho wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Anasema, ningependa sana mambo haya ambayo umesema, vitisho vya Israeli dhidi ya Khamenei yabaki katika kiwango cha maneno. Hapo awali waziri wa ulinzi wa Israeli, Israel Katz, alitaja moja malengo ya operation ya kijeshi dhidi ya Iran ni kwamba Khamenei kukoma kuwepo, yani waweze kumuua. Vile vile Putin anasema Urusi haifuatilii nafasi ya upatanishi katika mzozo kati ya Iran na Israeli. Tunawasilisha mitazamo yetu kwa pande zote mbili. Kama unavyojua, tunadumisha mazungumzo na Israeli na wenzetu wa Iran. Tumeandaa baadhi ya mapendekezo ambayo yanahusisha ushiriki wetu kikamilifu. Nataka kufafanua, hatutafuti kuwa wapatanishi, tunatoa mawazo tu. Iwapo mapendekezo haya yatagusa mataifa yote mawili, tutafurahi. Wakati huo Putin alisema kwamba anaona uwezekano wa pointi za mawasiliano kwa Iran na Israeli. Siku zote ni bora sio kuharakisha mambo katika hali kama hizi, ili usidhuru mchakato huu, lakini kwa maoni yangu vidokezo kama hivyo vya mawasiliano vipo. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile masuluhisho yanayokubalika ya suluhu chanya ya hali kati ya Iran na Israeli yapo, inaweza kupatikana kwa pande zote mbili za mzozo. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema kwenye kikao cha Baraza la Kiuchumi la Kimataifa la St. Petersburg. Pia mfumo wa ukaguzi wa kuaminika wa wakala wa kimataifa wa nishati atomic unaweza kuhakikisha kwamba hakuna silaha za nyuklia zitakazotengenezwa nchini Iran. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Rafael Grossi anasema katika mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu kuongezeka kati ya Iran na Israeli uliofanyika kwa ombi la Teheran. Nimalizie kwa kuihakikishia jumuiya ya kimataifa juu ya kuendelea kuungwa mkono na shirika hili katika wakati huu mzito. Suluhu la kidiplomasia linaweza kufikiwa ikiwa utashi unaohitajika wa kisiasa upo, vipengele vya makubaliano vimejadiliwa. Shirika la atomic linaweza kuhakikisha kupitia mfumo wetu wa ukaguzi wa kuzuia maji kuwa silaha za nyuklia hazitatengenezwa nchini Iran. Alisisitiza akibainisha kuwa vipengele hivi vinaweza kuunda msingi wa mgogoro wa nyuklia wa muda mrefu wa Mashariki. Israeli imegundua kurushwa kwa makombora kutoka Iran na kutoa tahadhari ya uvamizi wa anga katika maeneo mengi ya nchi. Kulingana na ripota, ving'ora vililia katika maeneo ya karibu mwa Tel Aviv na angalau mlipuko mmoja mkubwa ulisikika wakati wa shambulio hilo. Kulingana na tovuti ya habari ya Ynet, tahadhari hiyo ilitolewa kwa wakati mmoja katika maeneo mengi ya Israeli kutoka kaskazini hadi kusini kabisa, ikiwa ni pamoja na eneo la Elat kwenye pwani ya bahari ya Sham. Kwa mujibu wa televisheni ya Israeli channel ya 12, wakati huu Iran ilirusha takriban makombora 25 kwa mujibu wa data za awali. Vile vile huku kukiwa na kuongezeka kwa mzozo wa Mashariki ya Kati, Urusi bado itaheshimu makubaliano yote kwenye ukanda wa kimataifa wa usafirishaji wa kaskazini kusini. Igor Levtin, msaidizi wa rais kwenye upande wa kuwakilisha ushirikiano wa kimataifa wa usafiri, anasema hakuna kinachobadilika, ni barabara kuu ya kaskazini na kusini daima imekuwepo au imekuwa kipaumbele kwetu, Levtin alisema. Vile vile jeshi la Iran lilirusha makombora 30 kuelekea Israeli katika msururu mpya wa mashambulizi yao, shirika la habari la Fars limeripoti. Na tangu vita hivi vianze Juni 13 baina ya Iran na Israeli, ni kwambie vita hivi vimeweza kusababisha majeruhi takriban wa Iran 2800, huko 2000 wakiwa tayari wameruhusiwa kutoka hospitalini, kulingana na Wizara ya Afya ya Iran. Wizara ilisema hatuna masuala katika sekta yetu ya afya. Kufikia leo watu 2800 waliojeruhiwa wamelazwa hospitalini na 2000 wametibiwa na kuachiliwa, kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Fars. Mashambulizi ya Juni 20 yalisababisha uharibifu mkubwa. Ambulance 6 ziliharibiwa au kutofanya kazi, wafanyakazi wa matibabu 14 walipata majeraha na raia 2 walipoteza maisha. Hapo awali viongozi wa Iran walisema kuwa jengo la hospitali mjini Tehran lilipigwa na rocket kutoka kwa jeshi la Israeli. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.